Moja kwa moja kwenye line ninaye Petro Michael, ni mmoja wa wachambuzi ambao wamekuwa wakitoa mitazamo tofauti tofauti na chanya kuhusiana na soka la Tanzania, lakini kikubwa kwa siku hii leo, mada iliyopo mezani ni kuhusiana na sakata hili ambalo linaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Nazungumzia upande wa klabu ya Yanga, lakini pia hata shirikisho la soka nchini Tanzania TFF. Petro Michael, tuambie pengine, kwa sababu nyewe ni wadau wakubwa sana wa soka la Tanzania, lakini umekuwa ungefuatilia soka la kimataifa kwa namna jinsi ambavyo linaendelea kupiga hatua. Upande wako, mtazamo wako ni upi kuhusiana na issue hii ilivyokaa, kwa hasa kwa upande wa maendeleo ya kisoka? Uh, Binafsi natamani sana swala hili litupe majibu mengi ambayo yamejificha nyuma ya pazia. Unajua, kumekuwa na sintofahamu nyingi kwenye uendeshaji wa mpira wetu Tanzania. Kumekuwa na mambo mengi ambayo muda mwingi tunayapigia kelele yaweze kubadilishwa na vitu kama hivyo, sehemu ambazo zina madhaifu ziweze kuboreshwa. Naamini kupitia swala hili kwanza tunakwenda kupata mwarobaini wa matatizo mengi sana ambayo yapo kwenye mpira wetu. TFF wanaongea hivi, Yanga wanaongea hivi, bodi ya ligi wanaongea hivi. Leo limezuka jambo jipya ambalo linamhusisha mdhamini wa michuano ya shirikisho. Kwa hivyo mambo ni mengi sana, lakini mwisho wa siku ni kwamba kuna mambo mengi tumeweka ushikaji, tumeweka busara, tumeweka taratibu ambazo si rasmi, na ndio maana lazima tunakuja kuishia kwenye seko ambayo si nzuri. Kama nchi, kama wadau wa mpira, tumekuwa tukipigia kelele mambo haya yaweze kubaki kwenye taratibu za kimpira. Kuna siku nishawaizungumza kwamba mpira wa Tanzania unamilikiwa na watu wa Kariakoo, yani Simba na Yanga. Wao wamekuwa na sauti kubwa kuliko hata shirikisho la mpira, na hii ni kwa nini? Kutokana na yale madhaifu ambayo TFF wao waliamua kuyalea. Huu taratibu ambao tunauzungumza sasa hivi, masuala ya busara na vitu kama hivyo, wao ndo ambao wamesababisha mpaka leo tuko hapa. Na kukumbusha, kuna tukio lilitokea mwaka 2003. Kipindi hicho bingwa wa ligi kuu alikuwa lazima akashiriki, yani mtu ambaye amemaliza ligi kuu nafasi ya kwanza, mimi ni bingwa wa bara, mtu ambaye amemaliza nafasi ya pili, nafasi ya tatu, alikuwa anakwenda kushiriki michuano ya Muungano ili kumpata bingwa wa Tanzania nzima kwa kushirikiana timu za Zanzibar zile tatu, ambapo hapo sasa watapatikana watu wawili ambao wanakwenda kuiwakilisha nchi kwenye michuano ya kimataifa. Sasa mwaka huo 2003 Yanga hakumaliza kwenye top 3, alimaliza nafasi ya 4. Kipindi hicho shirikisho la mpira linaitwa FAT. Akina Michael Ambura kipindi hicho walikuwa ndio viongozi wa shirikisho la mpira huko bara FAT. Wakashauriana na watu wa ZFA kwamba mashindano haya bila Yanga Afrika hayatakuwa na mvuto, tunafanyaje? Wakaedit kanuni kihuni, Yanga akapata nafasi ya kwenda kushiriki michuano ile. Shida ikaja ni muda, kwa sababu kulikuwa na vuguvugu ambalo alikuwa zuri kina Michael Ambura, kulikuwa na mvutano sana kipindi hicho FAT, na mwisho wa siku wakaamua kwamba sababu tarehe za kupeleka majina CAF kwa zimefika, alafu bado kimya, haijulikani timu gani zinakwenda kushiriki michuano ya kimataifa. Kwa busara ikatumika kuwapa Yanga hiyo nafasi waende kushiriki kule ili kuongeza mvuto, lakini kwenda Zanzibar pia ikatokea changamoto kwamba format ya michuano, kwa sababu muda umekwenda, basi wacheze kwa ichezwe kama mtoano fulani, knockout. Yanga wakagoma ule utaratibu, wakarudi zao, na mwisho wa siku wakapelekana mpaka mahakamani, sababu ile nafasi akawa amepewa mtu mwingine. Ndio pale zikazaliwa scenarios nyingine mbele. Mwisho wa siku tumeona Mtibwa akaja kupewa ile nafasi baada ya timu za Zanzibar kugoma kushiriki, hazikuwa na nguvu ya kiuchumi. Mtibwa amecheza na Santos ya Afrika Kusini, amefungwa goli 3 hapa nyumbani, akaenda ugenini, ikabidi asafiri kwenda ugenini kwenda Afrika Kusini, akashindwa kwenda, masuala ya kifedha. Kwa hiyo tulifika kwenye hayo madhara yote kwa sababu ya busara ambayo tulikuwa tunaamini ipo kwenye mpira wetu, na kuna muda hatuamini kanuni, tunaamini busara, na mwisho wa siku tumekuwa tukivuruga mambo. Sasa kupitia hili ambalo linakwenda kuendelea, kwanza litaturudisha kwenye msingi ambao tumeweza kukimbia.
msingi wa kuishi na kuongoza mpira kwa kanuni ambazo tayari zimekwisha andikwa kwa kipindi kirefu. Kama kuna utofauti basi iwe ni kutokana na mabadiliko ya kanuni, sio busara za watu. Kwa hiyo kwa haya ambayo yanaendelea, naamini tupo kwenye eneo la kupata mabadiliko. Hawa naamini hawachezi mechi zao ambazo zimebakia mpaka pale matakwa yao yatakapotekelezwa, na TFF bodi wako na mapungufu ambayo pia lazima iweze kufanywa kazi. Vilabu vyetu pia lazima viweze kufanya mabadiliko kwenye namna ambavyo wamekuwa wakiendesha mambo yao, na mwisho wa siku turudi kwenye njia ambazo ni sahihi. Kwa binafsi nimekuwa ni mtu wa ajabu kipindi hiki. Binafsi nimekuwa nikifurahia hiki ambacho kinaendelea, kwa sababu naamini kitatupa mwarobaini wa yale matatizo yote ambayo tumekuwa nayo kwenye mpira wetu kwa kipindi kirefu. Tunaamini ligi yetu inakuwa, vilabu vyetu vinapambana vizuri kimataifa, timu zetu zinashiriki michuano ya kimataifa kwa uzuri, lakini bado kuna kitu hakiko sawa kwenye namna ambavyo huku chini tunafanya mambo yetu. Inawezekana ni upepo umetupitia sasa hivi tunafanya vizuri, lakini naamini kuna vitu ambavyo tunatakiwa kuweza kuvirekebisha mapema ili tuweze kurejea kwenye mstari na kushikilia hapa ambapo tupo, kuziona timu zinafanya vyema kimataifa. Hiyo ni kitu cha kawaida kwetu. Wengi wanapingana pia na utawala wa Rais Karia, sometimes chuki binafsi na vitu kama hivyo, lakini naamini kuna vitu vya msingi ambavyo tunabidi tudili navyo. Hatujawahi kuwa na president ambaye alikuwa na mafanikio kama ambayo yuko nayo Karia, lakini yeye ni mwanadamu, ana mapungufu yake. Tuna mapungufu pia kwenye namna ambavyo tunauendesha mpira wetu kishikaji, na ndio maana nimekupa scenario kutokea mwaka 2003 enzi hizo mpaka sasa hivi bado tuko kwenye njia zile zile. Kwa hivyo kuna haja ya kukubali huu ni muda wa kufanya mabadiliko, kuepukana na haya maisha ya mazoea ambayo tumekuwa nayo. Ndio, tumeona baadhi ya sintofahamu ikiwemo hasa kudaiana kwa maana ya klabu ya Yanga wakiwadai TFF, lakini baadaye TFF wakaja wakatoa press release kutokana na kwamba kukanusha madai hayo na kudai kwamba Yanga ndio anayedaiwa kutokana na zile ada za usajili wa wachezaji wa kigeni. Hii inaleta picha gani sasa ushirikiano wa vilabu na TFF? Hii si nzuri. Unajua mwaka jana wakati mkataba unasainiwa tuliahidiwa mambo mengi, na ulikuwa ni mkataba mnono kweli kweli. Nakumbuka awamu ya kwanza walitoa milioni 255, hatua ilikuwa 16 bora ile, tukatambulishiwa kombe jipya, tukaambiwa mwaka huu kwenye msimu mpya package itaongezeka mpaka milioni 800. Unaweza kuona thamani ambavyo inapanda na namna ambavyo watu wameweza kujitoa kwa ajili ya kuwekeza kwenye mpira, kusupport harakati ambazo zimekuwa zikifanya vizuri. Lakini kunapokuwa kunatokea changamoto kama hizi, kiukweli waga inachafua image ya yule ambaye amewekeza hizo fedha. Inachafua image kwa namna moja ama nyingine, sababu awali Yanga walikuwa wametoa hiyo taarifa yao na ikaonekana kwamba hawajalipwa fedha. Watu moja kwa moja wakawa wanadeal na mdhamini kama inawezekana kutoa mzigo, lakini mdhamini mwisho wa siku umetoka na kuzungumza wazi kwamba fedha zilitolewa na issue ambayo iko chini ya TFF. TFF wanakuja pia na taarifa ambayo inawavuruga watu kwamba wao walikuwa wanawadai wananchi, na kesho wanamkaribisha mtaalamu wao wa hesabu aende kupiga hesabu zao na wajue ni kiasi gani ambacho kimebaki wanadaiwa. Kiufupi si picha nzuri, kwa sababu tunahitaji watu wengi wawekezaji wetu kwenye mpira wetu. Kunapokuwa na bla bla kama hizi kidogo inakuwa inachafua ile image ya mwekezaji, lakini pia inakuwa inawakata vibe wale ambao walikuwa wanatamani kuja kuinvest na kusupport hizi harakati. Tunafahamu mpira umeajiri watu wengi sana, kwa hivyo kunapokuwa na mazingira ya sintofahamu, hawa ambao tunaamini wana kipato ambao wanakuja kuwekeza kidogo unakuwa unawatisha. Sasa naamini zipo njia za kuweza kulipatia suluhishi jambo hili, japokuwa si geni, unajua. Ndio maana nimesema tumekuwa na taratibu ambazo si nzuri kwa namna moja ama nyingine. Busara sana zinatumika. Takurudisha nyuma msimu wa 2018 wakati Mtibwa anachukua ubingwa wa FA, yalikuja malalamiko kama haya. Alafu baadaye TFF wakaja na wakasema si wao peke yao Mtibwa, mpaka Simba ambaye alikuwa amechukua ubingwa mwaka 2017 naye alikuwa hajapewa zawadi yake.
lakini zikafanyika taratibu na mwisho wa siku wakapatiwa fedha zile pale. Sasa kwa hapa ambapo tumefika, nafikiri TFF kama nilivyozungumza, ni muda wa kubadilika, muda wa kuboresha zile kanuni ambazo wako nazo. Ina maana tunaweza kusema yawezekana hata vilabu vingine vime havijapewa hela lakini vimeamua kunyamaza. Inawezekana kwa mazingira ambayo yapo, TFF wana njia za kupata fedha, sio? Ndio. Na moja ya njia ambazo wamekuwa wakipata fedha ni kupitia adhabu mbalimbali ambazo vilabu vinapatiwa kwenye msimu mzima. Ndio. Kwa mazingira haya ni wazi kwamba licha ya kwamba kuna ambao wanakopeshana fedha na TFF kwa ajili ya malipo ya baadaye, aidha kwa kupitia kupata vibali vya wachezaji au adhabu, inaonekana si hao wawili tu, Simba na Yanga, bali wapo na wengine, kwa sababu kama mashindano yote tunafahamu yana zawadi mbalimbali ambazo zinapatikana. Kama taratibu wa TFF ni kutoa zawadi hizo mwisho wa mashindano, maana yake kuna hayo mazingira, kwa sababu tunafahamu uendeshaji wa vilabu hivi ni kazi ngumu sana na fedha ni kitu ambacho kinahitajika kila siku. Kwa kadiri deni unapokuwa unawekeza deni, unatafuta pia njia za kuweza kulipia hizo fedha. Kwa TFF amekuwa ni mtu ambaye ni mshikadau, of course, ana uhakika wa makusanyo mbalimbali. Kwa hivyo ni rahisi pia vilabu kwenda kufanya naye makubaliano ya kwamba bwana, kuna hiki na hiki mimi nitalipa kwenye zile fedha ambazo zinaweza zikapatikana mwisho wa msimu. Ni kawaida, unajua, kwenye mazingira hivi, kwa sababu kwa vilabu vyetu kuviendesha unahitaji fedha nyingi sana. Kwa hiyo ndio maana nikawa nasema kwamba TFF hawajafanya jambo baya kwenye namna ya kutokana na taarifa yao kwamba walikuwa wanadaiana na wananchi. Si taarifa mbaya, sababu tunafahamu mpira ni kitu ambacho lazima uwe na fedha kuweza kukiendesha, na ni ngumu pia kuwa na fedha hizo mwaka mzima. Lazima uwe na means la kutengeneza fedha hizo, na hii ni moja ya njia ambayo imekuwa ikiwasupport vilabu. Kwa hivyo licha kwamba wanufaika wakubwa ni Simba na Yanga, lakini naamini ipo njia ambayo inaweza ikarahisisha hivi vitu viweze kufanyika kwenye utaratibu mzuri na kuto kuibua hizi taharuki ambazo zimejitokeza siku ya jana na siku ya leo. Yameibuka mambo ambayo si mazuri na lazima iweze kupatiwa ufumbuzi. Ninachotamani sasa hivi kukisikia ni taarifa labda kutoka kwa TFF wenyewe, baada ya Yanga sasa kuweza kuwajibu barua yao kwamba si fedha tu za mwaka jana bali misimu miwili nyuma pia wanadai, na vielelezo vipo na barua ambazo walikuwa wanatuma mwaka jana Septemba zipo zinazagaa sasa hivi mtandaoni. Kwa hivyo tunasubiri kuona ni swala ambalo linakwenda kuisha kwa staili gani, lakini naamini ni muda wa kubadilika, kuacha ushikaji, kuacha kufanya vitu nje kinyume na taratibu. Asante sana Petro Michael kwa maoni yako hayo, na tumekupata vyema. Sisi tukutakie kila laheri na katika majukumu yako bwana. Ngoja tusubiri TFF wanafanya.